angalau mchangiaji mmoja kwa siku, huwa tunapewa hivi kutoka ofisi ya katibu pale. Sasa naona hizi ni dakika za jioni, isije ikahesabiwa dakika za jioni tukakatwa juu kwa juu tukashindwa kujipambanua. Ule msingi wa kwamba nafasi yetu ya kuchangia mchangiaji mmoja izingatiwe ili bunge lipate kusikia mawazo yetu pia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimepata faida ya kuwasikia wachangiaji wenzangu, waheshimiwa wabunge, na wengi wamejikita katika kuchambua hoja mbalimbali ambazo zipo katika hotuba ya waziri mkuu. Lakini mimi nitachukua njia tofauti, nikitambua kwamba hotuba ya waziri mkuu katika bunge la bajeti sio hotuba ya kawaida. Hii sio hotuba ya kisekta. Hii sio hotuba itayojikita kwenye maduhuli tu ya serikali na namna ya kuyatumia. Hotuba ya waziri mkuu ndani yake inabeba tafakuri ya mwaka uliopita wa fedha. Hotuba ya waziri mkuu inabeba maono ya serikali katika mwaka ujao wa fedha. Kwa hiyo mimi nitajielekeza katika maeneo ambayo kwa maoni yangu yamebeba ukimya mkubwa sana katika hotuba ya waziri mkuu. Yako maeneo, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ninaona yalipaswa kuwemo kwenye hotuba ya waziri mkuu au yalipaswa kupewa uzito wa kipekee, lakini naona hotuba hii imebeba ukimya katika maeneo hayo, na kwa ajili ya muda nitayataja machache. Eneo la kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeisoma hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kurasa zote 122. Sijaona kwenye ukurasa wowote, sijaona kwenye aya yoyote, sijaona kwenye sentensi yoyote kuhusu katiba mpya, tume huru ya uchaguzi na mageuzi ya kisiasa nchini kwetu. Hatua hii ya hotuba ya waziri mkuu kukaa kimya juu ya jambo hili muhimu sana, sisi tunaipa tafsiri kubwa sana, na hitimisho ninalolijenga mimi mpaka nitapokuwa proved wrong wakati ujao, hii inanipa ishara kwamba serikali imeipuuza, haipi uzito na haitaki ajenda ya katiba mpya. Huo ndio msimamo wangu. Sasa mimi nataka kutoa ujumbe kwa serikali na kwa